Wabunge nilikuwa nimeshamtaja Mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba atachangia kwa dakika 5. Atafuatiwa na Mheshimiwa Goodluck Mlinga dakika 5. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru na naomba nianze utangulizi wa hotuba yangu kwa kusema kwamba katika bunge hili letu ambalo la 11 ndilo bunge ambalo linaongoza kwa kuleta marekebisho madogo mengi yanayoihusu tasnia ya sheria kuliko mabunge mengine na kuliko tasnia zingine zozote. Na kwa mantiki hiyo mimi napata mawazo kwamba yawezekana wanasheria ndani ya nchi hii wameongoza kwa kuipa changamoto kubwa serikali kwa kiasi ambacho sheria nyingi za kuwabana wanasheria au kuongeza wanasheria wa haraka ambao huenda hawakidhi vigezo zinaletwa katika bunge hili tukufu ili kuweza kuhakikisha kwamba serikali inajinasua kwenye mtego wa wanasheria makini ambao wanaisimamia serikali kwa weledi, uaminifu na kufuata taratibu za nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme wazo la kuipa mamlaka wizara kumpatia mwanasheria uwakili bila kupita kwenye shule ya sheria, wazo hili la serikali ni moja kati ya mawazo mengi ambayo yanaweza kusababisha tukakosa wanasheria makini. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nasisitiza serikali kama lengo walioleta kwenye kamati ni kuwasaidia mahakimu ambao hawakuwepo na hawakuweza kupita kwenye shule ya sheria au majaji waweze kuwa mawakili watakapostaafu. Kama lengo lao ni hilo, basi viwekwe vigezo maalumu na hili ni swala la profession, apewe mamlaka haya Chief Justice na sio waziri ambaye anabadilika mara kwa mara. Nikisisitiza hilo Mheshimiwa Naibu Spika, haijawahi kutokea daktari kwa sababu anafanya operation vizuri basi anapewa daktari bingwa na waziri, na badala ya kupita kwenye mfumo sahihi wa kitaaluma ambao unampa nafasi ile ya kuwa daktari bingwa. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nina wivu na taaluma hii na ninataka mamlaka haya yatoke waziri yaende kwa Chief Justice. Mheshimiwa Naibu Spika, wivu huo ninauendeleza katika bunge letu tukufu. Bunge hili ni nyumba ya Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, mkuu wa idara ya sheria wa bunge ndiye anayewasaidia wabunge kutunga sheria na kuleta mabadiliko kwa ajili ya kuikosoa serikali, kuleta mabadiliko kwa ajili ya kuirekebisha serikali. Haiwezekani mkuu wa idara ya bunge ateuliwe au apendekezwe na rais. Rais ni mkuu wa muhimili wa serikali, muhimili wa bunge lazima uwe muhimili unaojitegemea. Mkuu wa idara, makamishna wanaosimamia maslahi ya wabunge na wafanyakazi ni lazima watokane na wabunge wenyewe. Kupeleka mamlaka haya kwa rais kama mabadiliko ya sheria yanavyosema ni kutaka kulipa bunge ubutu na kuonesha kwamba serikali au mkuu wa muhimili wa serikali anaweza kusimamia bunge. Leo wabunge tunataka wakuu wa idara wa bunge, makamishna wa bunge waendelee kutokana na wabunge wenyewe na wasitokane na serikali kupitia president. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Salome, unayo hapo hiyo sheria? Unayo? Ili kama huna nikupe nakala, utusomee hicho kifungu. Unayo hiyo sheria hapo? Twende kwenye kile kifungu kinavyosema sasa. Twende, unayo hii sheria unayo? Nenda kwenye hicho kifungu kinachorekebishwa. Kifungu cha 45, si ndio nataka nisome kwa sababu hayo ya kwenye 45 ndio marekebisho. Kwa hiyo inabidi usome kile kilichopo na kinachorekebishwa ni kitu gani. Ndio maana nimekuambia nikuletee hii nakala. Ama unayo ile sheria yenyewe? Unayo? Ninayo. Haya, basi nenda kwenye hicho kifungu cha 5 kinachorekebishwa, alafu ndio uende kwenye 45 uyaunganishe yale, utuambie. Kifungu cha 5 kinasema
there shall be established by the Commission for the purposes of the service such number of department, sections or unit as may be necessary for effective performance of the function and the rendering of support services to the National Assembly. Sasa chukua marekebisho yako, ingiza kwenye hicho kifungu alafu utusomee. Sawa. We did that, yeah? Of course. Inasema kwa hiyo kwenye kifungu cha 5 maneno ambayo yanaongezwa kwenye miscellaneous ni maneno upon approval by the president. Sasa nikisoma kwa pamoja, baada ya neno shall anasema there shall, alafu unakuja kwenye marekebisho upon approval by the president, be established the commission for the purpose of the service such numbers of department, sections or units as may be necessary for effective function of and rendering support services to the National Assembly. Mheshimiwa Salome Makamba, Mheshimiwa Bunge ametusomea kifungu namna ambavyo kitasomeka baada ya marekebisho. Baada ya we mwenyewe kusoma na kujisikiliza, kuna mahali hapo panaposema commissioners watakuwa approved by the president. Kuna mahali. Mheshimiwa Naibu Speaker. Maana hiki kifungu, soma marginal note inasemaje? Department of Service. Haiongelei establishment of the commission. Kwa hiyo tueleze wewe mwenyewe baada ya kusoma kwa sauti na kujisikiliza. Mheshimiwa Naibu Speaker, ni kwa vile tuko mbali, lakini ukiangalia subsection 2, subsection 1 inaongelea department, unit na hivyo vitu vingine unavisema wewe. Subsection 2 ya marekebisho kwenye hii miscellaneous inaongelea commissioners. Subsection 2 ya marekebisho ambayo inasema, ukisoma 45 ukurasa wa 19, inasema in subsection 2 by adding immediately after the words the commission may the words upon approval by the president, which means subsection 2 ya parent act inasema the commission may soma vyote viwili baada ya marekebisho. Subsection 2 inasema the commission may, sasa tunaenda kwenye marekebisho, upon approval by the president. The commission may, upon approval by the president, where the circumstances require, A, increase or reduce. Thank you very much. Sasa wapi wanaposema commissioners watakuwa approved by the president? Wapi? Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kutoa taarifa. Naomba ukae Mheshimiwa Latifa. Mheshimiwa Salome. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Naibu Speaker, endelea mbele, ukisoma B, B, 40, inasema the Principal Act is amended in section 7 by deleting subsection 3. Ambayo subsection 3 ya section 5, you should give me time for that. Wewe unayo hapo, unaweza kunisaidia kusoma. Mheshimiwa wabunge, tumechukua, ngoja Mheshimiwa Salome Makamba, utapewa dakika zako zilizokuwa zimebaki ili umalizie mchango wako. Tunaposoma haya marekebisho na sheria iliyopo, lazima tutoe tafsiri iliyo sahihi, hasa kwa wale ambao tafsiri ya sheria ndicho ambacho wamesomea. Ni muhimu sana. Tukipeleka huko nje na sisi tunakuwa tayari tumeshajirekodi hapa, tunapeleka taarifa zisizo sahihi, jambo ambalo haliwi zuri kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Salome Makamba, malizia mchango wako kwa hiyo dakika iliyokuwa imebaki. Mheshimiwa Naibu Speaker, taarifa. Mheshimiwa Latifa, hebu soma kanuni zako. Unanipamia taarifa au unampa nani? Maana aliyekuwa anazungumza ni mimi. Huwezi kunipa mimi taarifa. Mheshimiwa Naibu Speaker, Mheshimiwa Salome Makamba, kwa wivu huo ambao tunao kwenye bunge letu tukufu. Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kutoa taarifa. Mheshimiwa Naibu Speaker, hatuwezi kusema kwamba tunasimamia bunge letu
tunawasimamia wananchi, na sisi wabunge tunataka kufanya kazi tukiwa effective. Ikiwa Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa taarifa muhimu. Ikiwa commission ya bunge, wakuu wa idara, watumishi wake watateuliwa na president. Labda unataka niweke hivyo. Kwa hiyo ninachotaka nisisitize, hakuna mahali panaposema rais atateua, Mheshimiwa Salome. Na wewe umesoma hapo. Approval of the president. Hakuna mahali ambapo rais anateua. Imeandikwa approval, Mheshimiwa Naibu Spika. Approval haimaanishi kuteua. Wao anaweza ka approve au akashindwa ku approve. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa taarifa muhimu. Mheshimiwa Latifa, uwe msikivu. Umeshaambiwa nilichokisema, hukubaliani nacho, samahani sana. Sawa eh? Nadhani umeshanielewa. Mheshimiwa Salome, malizia mchango wako. Changia sasa hivi. Mheshimiwa Naibu Spika, sawa, moja niache hiyo. Tutaenda kwenye schedules of amendment. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye mchango wangu kwenye marekebisho ya sheria, serikali imeleta sheria ya kuweka kinga kwa watumishi wa mahakama. Mheshimiwa Spika, it is a public knowledge. Kwa sasa hivi kinachoendelea kwenye idara za mahakama, mtu anaenda mahakamani, kila siku kesi inatajwa. Watu wanaenda mahakamani hawapewi dhamana, wakati wana haki ya dhamana. Sasa utawala huu wa awamu ya 5, msitunge sheria ambazo mkitoka madarakani zitawafavor, kwa sababu mwisho wa siku hamtakaa milele. Watumishi wa idara ya mahakama, immunity kwa mtu yoyote kwenye nchi hii, immunity msingi wake uko kwenye katiba. Hamwezi kuleta msingi wa kinga ya mtumishi kwenye sheria. Mnajidanganya wenyewe, na haiwezi kukaa milele, kwa sababu mwisho wa siku nani anaipima nia njema ya mtumishi wa mahakama ambaye kila mtuhumiwa akipelekwa mahakamani jalada halijapatikana, upelelezi sijui hujakamilika, mara si huyu mtu ataki kupewa dhamana kwa sababu ni tishio, sababu tofauti, mtashitakiwa tu. Na sheria hii ni batili kwa sababu haina msingi wa kisheria. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ridhaa yako, hatuwezi kutengeneza kinga kwa watu ambao kwa makusudi au sio makusudi wanavunja sheria za nchi. Asante sana. Muda umeisha Mheshimiwa. Kwa sababu sheria hizi ziko mahakamani.